Namshukuru Baba wetu wa mbinguni kwa nafasi hii ambayo ametupatia. Kwa hivyo ningekuomba ewe mtazamaji uwe pamoja nasi tushiriki katika neno la uzima ili Baba wa mbinguni naye atubariki na tuzidi kuwa katika nuru na ambayo ndiyo nuru ya uzima. Kwa majina ni John Mwai, Deacon John, reading Psalms 119 verse 105. Zaburi 119 mstari wa 105 inasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Yes. Kwa hivyo huyo ni mwandishi ambaye anaitwa Daudi, alikuwa mfalme wa Israeli. Anasema neno la Baba wetu ni taa ambalo linatuongoza, pia ni taa ya miguu yetu. Maana tuko katika safari sisi ambao tunaamini safari ya imani, tukielekea tukielekea katika uzima wa milele. Kwa hivyo neno la Baba linafaa sana. Ni nuru na ni taa ya miguu yetu. Ili tupate hiyo nuru ya kuendelea na kujua ukweli. Naye Baba atazidi kuwa pamoja nasi tukafikia ahadi, na ambayo ndio ahadi ambayo Baba ametupea. Katika kitabu cha Titus 1 mstari wa 2, kitabu cha Tito 1 mstari wake ni wa 2, tutasikia kuna ahadi ambayo Baba wetu wa mbinguni ametuahidia na ambayo hawezi danganya. Tito 1 mstari wa 2, yes, inasema katika tumaini la uzima wa milele ambao Elohim asiyeweza kusema uongo aliwaahidi tangu milele. Yes. Kwa hivyo kuna ahadi ambayo ni ya milele, na ndiyo hiyo ahadi ya uzima wa milele ambayo ndiyo tumaini letu, ambayo Mungu wetu Elohim, Mungu wa Israeli, ameweza kusema na ameweza kutuahidi na hawezi sema uongo. Kwa hivyo kuna tumaini, kuna ahadi ya uzima wa milele ambayo Baba yetu wa mbinguni hawezi danganya. Alipowaambia wana wa Israeli wamtumikie, hakuwaambia wamtumikie bure. Hebu tusome katika kitabu cha Isaia 45 mstari wake ni wa 19. Alipomwambia wana wa Israeli wamtumikie, hakuwaambia wamtumikie bure. Kwa hivyo kuna thawabu, kuna mshahara, kuna utumishi. Isaia 45 mstari wake ni wa 19. Isaia 45 mstari wa 19 inasema maneno kama haya: si kusema kwa siri katika mahali pa inchi ya giza, si kuambia wazao wa Yakobo nitafuteni bure. Mimi Elohim nasema haki na nena mambo ya adili. Yes. Kwa hivyo Elohim, Mungu wa Israeli, anasema alipowaambia watoto wa Israeli ama wana wa Israeli wamtumikie ama wamtafute, hakuwaambia wamtafute bure. Kwa hivyo kuna thawabu, kuna faida katika kumtumikia Baba wetu wa mbinguni, kuna faida katika kumtumikia na hata kuwa ushirika pamoja naye. Anasema yeye hakusema kwa siri katika mahali pa nchi ya giza. Kwa hivyo Baba wetu wa mbinguni anasema wazi, na alisema wazi na ikaandikwa, na ndiyo maana tunazidi kusoma hayo maandiko tukiyajua ukweli, tukiyajua mapenzi ya Baba na mambo mema ambayo ametuahidia siku zijazo. Hebu tusikie kuhusu tabiri iliyotabiriwa kuhusu nchi, kuhusu dunia. Katika Isaia, kitabu cha Isaia 24 mstari wake ni wa mstari wa 4 hadi 6. Tusikie ilitabiriwa nini kuhusu nchi ama ulimwengu ulioko sasa, ili tupate kujua kuna ufalme unaokuja ambao ndio wa amani. Hebu tusikie Isaia 24, kitabu cha Isaiah 24 verse 4 to 6. Inasemaje? Isaia 24 mstari wa 4 hadi wa 6 inasema hivi: dunia inaomboleza, inazimia. Ulimwengu unadhoofika, unazimia. Watu wakuu wa dunia wanadhoofika. Tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa, kwa maana wameziasi sheria, wameibadili amri, wamelivunja agano la milele. Ndiyo sababu laana imeia dunia hii,
na hao wanaoikaa wameonekana kuwa na hatia. Ndiyo sababu watu wanaoikaa dunia wameteketea, watu waliosalia wakawa wachache tu. Yes, hivyo ndivyo imetabiriwa kuhusu dunia. Tumesikia dunia imepatwa na laana. Dunia imetiwa unajisi. Dunia inazimia, inadhoofika, inaomboleza. Kwa sababu gani? Tumesikia watu wanaoikaa dunia wameitia laana kwa sababu wameziazi sheria za Mungu. Wameibadili amri ya Mungu. Wamelivunja agano la milele. Ndio maana dunia imepata laana. Watu wanaoikaa wameonekana kuwa wako na hatia. Dunia inaomboleza, dunia inazimia. Kwa hivyo, kama hiko hivyo, tunasikia Baba wetu wa mbinguni akiangalia dunia. Anaona watu wanaoikaa wameteketea. Watu wanaokaa duniani ni kama wamechomeka. Watu waliosalia, wale ambao wanaona wakiwa wenye haki, ni watu wachache sana. Hivyo ndivyo ilivyo, ilitabiriwa hivyo, na ndivyo inaonekana sasa. Wakati wa sasa unaona hata nchi ambazo ziko na nguvu huwa wanakaa chini kuangalia shida zilizoko duniani, na inawashinda. Wale wanajiita G8 ni nchi ambazo ziko na nguvu duniani. Wanakaa chini, wanakuwa na agenda ya shida ambazo ziko duniani, na hakuna wakati wameweza kuzitatua. Vita zinaendelea, njaa inaendelea, magonjwa, maradhi, mambo mingi ambayo inakuwa inafinyiria binadamu. Ni kwa sababu tumesikia ni laana imeingia katika dunia. Kwa sababu watu wamekataa sheria ya Mungu, wameibadili amri ya Mungu, wamelivunja agano la milele. Baba akiangalia dunia naona watu wameteketea. Hebu tuendelee kusikia naye Mtume Petro anasemaje. Katika Petro wa pili 3 mstari wake ni wa 7. Mtume Petro anasemaje kuhusu jambo hilo? Kitabu cha Petro wa pili 3 mstari wake ni wa 17. Petro wa pili 3 mstari wake wa 17 inasema kama hivi. Mstari wa 7. Mstari wa 7. Yeah, mstari lakini wa 7. mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto. Kwa neno hilo zikilindwa hata siku ya hukumu na ya kuangamia kwa wanadamu wasiomcha Bwana. Yes, hata Mtume Petro anasema mbingu iliyoko sasa na nchi iliyoko sasa zimewekewa akiba kwa moto. Ndio maana pale Isaia akasema dunia imepatwa na laana. Akiangalia hivi anaona watu ni kama wameteketea. Wale ambao wanaonekana ni wachache sana, wale ambao wanaonekana akiwa na haki. Kwa hivyo hata Mtume Petro amezidi kutuonyesha mbingu ya sasa na nchi ya sasa imewekewa akiba kwa moto kwa neno hilo la Baba. Zikilindwa hata siku ya hukumu. Kuna siku ya hukumu na ya kuangamia kwa wao wanadamu wasiomcha Mungu. Lakini ikiwa hivyo, je, kuna tumaini? Kuna ahadi? Yes, ahadi iko. Tusome mstari wa 13. Kwa wale ambao wanahitaji haki, wanahitaji uzima wa milele, kuna ahadi nzuri pale. Hiyo Petro wa pili 3 mstari wake ni wa 13. 13 katika Petro wa pili 3 inasema hivi. Lakini kama ilivyo ahadi yake, mnatazamia mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki yakaa ndani yake. Yes, kwa hivyo Baba ameahidia kuna mbingu mpya na nchi mpya ambayo ameiandaa ama ataiandaa kwa sababu ya wale wenye haki. Wale ambao ni wacha Mungu, wale ambao watamcha Mungu ndani ya mwanae Yeshua Masihi. Kuna mbingu mpya na nchi mpya. Na hapo ndipo tutaendelea ndio tuangalie kuhusu ufalme utakao kuja, ambao utakuwa ni ufalme wa amani na ambao utakuwa ni ufalme ambao hakutakuwa na shida. Mashida ambayo yanasukuma wanadamu yote itakuwa imeisha. Kwa hivyo kuna mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki yakaa ndani yake. Ni nani wataruhusiwa kuwa katika ile mbingu mpya na nchi mpya? Tutaendelea kusikia. Ni katika Zaburi 115 tusikie kwa nini Mungu akaumba mbingu na akaumba nchi. Zaburi 115 mstari wake ni wa 16 na 17. Kwanza tusikie sababu yake Mungu wetu kuumba mbingu na nchi ilikuwa ni sababu gani?
Hata kama tumesikia nchi iliyoko sasa tayari imetiwa laana, tayari imetiwa unajisi kwa watu ambao wanayoikaa. Hebu msomaji utusomee. Katika Zaburi 115 mstari wa 16 na 17 inasema hivi: mbingu ni mbingu za Elohim, bali nchi amewapa wanadamu. Sio wafu wamsifu Bwana, wala wowote washukao kwenye kimya. Yes. Kwa hivyo tumesikia mbingu ni mbingu za Bwana. Kwa hivyo Baba aliumba mbingu ili iwe yake, iwe kikao chake. Bali nchi aliiumba akapea wanadamu. Lakini ile hali sasa unakuta nchi wanadamu wameiharibu. Wameziazi sheria, wametia nchi unajisi, Baba akaitangazia kuwa itaangamizwa kwa moto. Kwa hivyo mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Lakini tumesikia kuna mbingu mpya na nchi mpya, ambayo kuna haki, ambayo haijatiwa unajisi, ambayo haijapata laana. Na ndiyo maana Bwana wetu Yahshua Masihi, mwana wa Mungu, alipokuja duniani alianza kuhubiri. Alianza kuhubiri kwa maneno gani? Kitabu cha Marko 1:15. Kuna hayo maneno alianza kuyahubiri na ambayo ni ya muhimu sana kuhusu ufalme. Marko 1:15. Nasemaje? Marko 1:15 inasema hivi mwalimu. Akisema, wakati umetimia na ufalme wa Bwana umekaribia. Tubuni kuiamini Injili. Na kuiamini Injili. Yes. Tumesikia wakati umetimia. Wakati umekaribia na ufalme wa Mungu umekaribia. Kwa hivyo inampasa kila mmoja kutubu na kuiamini Injili. Na tulisoma kuhusu hatua za wokovu. Lazima uokolewe kutokana na hayo mambo ambayo tumesikia yako duniani. Tulisikia hizo hatua ni kutubu, kuamini na kubatizwa, ili pia upate kibali cha kuingia katika ufalme wa Mungu na hata kuona ufalme wa Mungu wetu Elohim wa Israeli. Kwa hivyo Yahshua Masihi, mwana wa Mungu, alipoanza kuhubiri, alinena hiyo jambo ambalo lina muhimu sana. Ufalme wa Mungu umekaribia. Kwa hivyo kuna ufalme unakuja na ni ufalme wa amani. Tutazidi kusoma na kuona kweli utakuwa ni ufalme wa amani. Hebu tusome katika Zaburi 37, mstari wake ni wa 9 na 11. Tuendelee kusikia kuhusu sasa hao watakatifu ama wenye haki mahali wataishi. Hata kitabu cha Zaburi kinasema, tusikie. Katika Zaburi 37, kwanza tusome mstari wa 9 hadi 11. Tusikie wakati huo kutakuwaje. Zaburi 37 mstari wa 9 na wa 10 hadi 11. Hadi 11. Inasema hivi: maana watenda mabaya wataharibiwa, bali wamngojeao Bwana ndio watakaoirithi nchi. Maana bado kitambo kidogo, asiye haki hata kuwepo. Utapaangalia mahali pake, wala hata kuwepo. Bali wenye upole watairithi nchi, watajifurahisha kwa wingi wa amani. Yes. Kwa hivyo tumesikia watenda mabaya wataharibiwa. Hawatakuwa katika ufalme wa Baba. Bali wamngojao Bwana ndio watakaorithi nchi. Je, wewe wamgoja Bwana? Je, wewe umejitayarisha katika huo ufalme unaokuja? Maana tumesikia watenda mabaya wataondolewa. Ndio maana tulisikia katika nchi mpya na mbingu mpya itakuwa ni yenye haki milele na milele. Kule hakutakuwa watenda mabaya, hakutakuwa mabaya. Haya, kwa hivyo tumeendelea kusikia ni kitambo tu kidogo utaangalia asiye na haki hata kuwapo. Hutamuona tena. Utapaangalia mahali pake, wala hata kuwapo. Hakutakuwepo mahali pa wenye sio wenye haki. Yaani watenda wabaya, wao ndio wataondolewa. Ndio kuwe na nchi mpya na mbingu mpya kama vile Baba amesema. Na tumesikia ni gani watarithi nchi? Wenye upole ndio watakao rithi nchi. Watajifurahisha kwa wingi wa amani. Kwa hivyo kuna nchi na ni nchi mpya, sio nchi hii. Nchi hii tumesoma tukasikia tayari imetiwa unajisi, tayari imetiwa laana na wale watu wanaoikaa kwa kuzivunja sheria za Baba, kuvunja agano la milele, hata kubadilisha amri za Mungu.
Kwa hivyo hii nchi sio ile ambayo inanenwa pale. Ikisema wenye upole watairithi nchi, ina maana ni nchi mpya, kama vile tulivyosoma katika Petro, ambayo Baba ataitengeneza, ambayo kutakuwa na haki. Na tumesikia watajifurahisha kwa wingi wa amani. Haya, hao wenye upole ni akina nani? Hebu Biblia itatufafanulia zaidi, mstari wa 29. Hiyo tu Zaburi 37. Psalms 37 verse 29. Biblia ikisema wenye upole watairithi nchi, wenye upole ni akina nani? Mstari wa 29. Hapo Zaburi 37 mstari wa 29 inasema hivi: wenye haki watairithi nchi, nao watakaa humo milele. Yes, wenye haki. Kwa hivyo wenye haki watairithi nchi. Wenye haki ndio Biblia inasema hao wenye upole. Hao ndio watakao irithi nchi na wakae humo milele. Tunaona katika nchi tuliyoko sasa, dunia tuliyoko sasa, watu wote hakuna mtu anaishi milele. Watu wazuri, mtu akifikisha wakati wake anapumzishwa. Watu wabaya, mtu akifikisha wakati wake anapumzishwa. Kwa hivyo kuna nchi ambayo Baba anasema watakaa humo milele. Na ndio tulisoma katika Petro tukasikia aliahidi kuhusu nchi mpya na bingu mpya. Na nchi ndiyo ya wanadamu, bali bingu alifanya bingu iwe makao pake. Baba wetu atukuzwe. Kwa hivyo wenye haki, kwa hivyo inatupasa kila mmoja wetu kutafuta haki ya Baba. Na haki ya Baba ni mwanawe Yashua Masihi, ili tukawe wa kukubalika wakati utakapofika kuwa katika nchi mpya. Tuwe katika ufalme ambao utakuwa ni wa amani. Tuishi huko na amani, tukiwa tumejawa pia na furaha, kama vile Biblia inazidi kutufunza. Kuna ombi ambalo tulifunzwa na Bwana wetu Yashua, mwana wa Mungu, na huwa tunaliomba kila wakati. Mathayo 6 mstari wake ni wa 9 na 10. Ombi tulilofunzwa na Bwana wetu Yashua Masihi, na huwa tunaliomba kila wakati, lakini tutalisoma likiwa pia funzo kuhusu ufalme unaokuja, ufalme wa amani. Hebu tusomee, msomaji. Mathayo 6 mstari wa 9 na 10. 9 na 10 inasema hivi: basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Yes, kwa hivyo Baba wetu uliye mbinguni. Kwa hivyo Elohim ndiye Baba wetu aliye mbinguni na ndiye Mungu wa Israeli. Bwana wetu akatufunza vile tutakavyokuwa tukiomba: jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Kwa hivyo kuna ufalme huwa tunaomba kila wakati ukuje, na ni ufalme wa Mungu. Ufalme ni wa mbinguni, bali utakuja duniani. Ujae duniani mote, kila mmoja awe akitawaliwa na Baba wetu wa mbinguni kupitia mwanawe Yashua. Kwa sasa ukiangalia vizuri, sio wote wanaotenda mapenzi ya Baba. Mstari wa 10 inasema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Mapenzi ya Baba saa hii tunaongea inatimizwa vizuri huko mbinguni. Lakini hapa duniani sio wote wanaotimiza mapenzi ya Baba. Lakini kuna wakati itafika, hiyo maombi huwa tunaomba ipate kutimia. Ufalme wa Baba ukuje na ujae duniani mwote. Na pia mapenzi ya Baba wetu ya mbinguni yapate kutimizwa duniani kote. Na ndio tulisikia wale watenda babaya, wale wasiomcha Mungu, wao ndio wataondolewa, ili wenye haki wabaki na waishi milele. Kwa hivyo duniani ya sasa watu hawatendi mapenzi ya Baba. Na hiyo kuna mfalme wa giza ambaye anatawala wakati huu, ambaye alifukuzwa kutoka huko mbinguni, naye ndiye Shetani, Ibilisi. Ufunuo Yohana 12:12 inaonesha kuna mfalme mwingine ambaye anatawala, lakini anatawala duniani sasa, na ni kwa muda tu, maana alifukuzwa kutoka mbinguni. Ufunuo Yohana 12:12 tasikia Shetani, Ibilisi alifukuzwa huko mbinguni. Ndio maana mbinguni mapenzi ya Baba yanatimizwa, akatupwa hapa duniani. Duniani ameshika wengi ambao wanamfuata, ambao wanaharibu sheria za Baba, na ndio maana Baba ametangaza laana kwa dunia. Naye kwa sababu ya wenye haki
ameiweka mbingu mpya na nchi mpya, ambao wenye haki watakaa huko, watakuwa huko. Hebu tusome Ufunuo wa Yohana 12:12 tusikie. Ufunuo wa Yohana 12:12 inasema hivi. Kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkaao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu kwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Yes. Tumesikia ufunuo wa Yohana. Yohana alionyeshwa haya. Mbingu ishangilie kwa sababu ameondolewa shida. Shida ni ibilisi, shetani. Maana alifukuzwa kutoka mbinguni, akashushwa huku duniani na hata bahari. Tumesikia ole wenu nchi na bahari, kwa maana ibilisi ameshuka kwenu akiwa na ghadhabu. Akiwa na ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Ndio maana unaona maasi imejaa sana. Uovu umejaa kwa sababu shetani yako na ghadhabu mingi na anajua ako na muda mchache. Kwa hivyo dunia ya sasa, wale wengi wameshikwa mateka na yule muovu shetani. Na kuna wachache ambao wanatafuta haki na wako ndani ya Bwana, na hao wanatayarishwa katika ufalme ambao unaokuja. Baba wetu atukuzwe. Katika falme za dunia, Danieli alionyeshwa kwanza. Nebukadneza mfalme mmoja alionyeshwa kuhusu falme za dunia. Hiyo iko katika kitabu cha Danieli, ukipata nafasi unaweza soma. Na pia hata Danieli alionyeshwa tena kwa ndoto kuhusu wanyama wanne ambao walikuwa wanasimamia falme za dunia. Ufalme wa mwisho ambayo ndio Danieli 2:44 ndio tunanena kuhusu hiyo, the coming kingdom of peace. Yo, Danieli alionyeshwa. Hebu tusikie huo ufalme utakuwa vipi. Danieli 2 mstari wa 44. 44 inasema hivi. Daniel 2:44. Yes. Na katika siku za wafalme hao, Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele, wala watu wengine hawataachiwa enzi yake, bali atavunja falme hizo zote vipande vipande na kuziharibu, nao utasimama milele na milele. Yes, katika siku za wafalme hao, wafalme wa dunia, kumekuwa na falme za dunia ambazo zimetawala duniani mote. Falme ya kwanza Danieli walioneshwa hata Nebukadneza, ilikuwa ufalme wa Babeli. Ufalme wa pili ukawa wa Media na wa Persia. Ufalme wa tatu ukawa wa Yunani, na ufalme wa nne ukawa ni wa Kirumi. Na ufalme huo ndio tuko wakati huu tukimalizia pale mwisho, ufalme wa Kirumi. Na ndio maana unaona hata wafalme ambao wako wakishtakiwa kidunia, unasikia ni Roman statues, wanapelekwa huko Hague. Kwa hivyo zile sheria zinatumika pale ni za Kirumi. Inakuwa wanahukumu wafalme wa dunia ambao wanaonekana kama wako na makosa kidunia, unasikia ni Roman statues. Kwa hivyo tuko katika huo ufalme wa nne ambao ni wa Kirumi. Lakini ule ufalme nanena kuhusu siku ya leo ni ufalme ambao utakuja baada ya huu ulioko. Maana falme za dunia, wafalme wote saa hii wameshindwa kuleta haki, wameshindwa kuleta mambo mema, wameshindwa kuleta amani. Ndio maana vita zimejaa, falme zinainukia falme zingine, kabila zinainukia kabila zingine. Kumekuwa na mashida mingi. Hata zile mataifa ambazo wako na uwezo hawawezi kumaliza hizo shida. Hata shida ya njaa, shida ya maradhi, hizo zote wamejaribu na wameshindwa. Bali tumesikia mstari wa 44. Katika siku za wafalme hao wa kidunia, Baba wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa. Falme zilizoko sasa zote zitaondolewa, zote zitavunjwa vipande, ili Baba usimamishe ufalme wake ambao utasimama milele na milele. Kwa hivyo ufalme ni wa mbinguni, bali utasimamishwa duniani ujae kote. Maana kwa sasa unatawala kanisa tu, na hata si kanisa zote, hata kanisa kumekuwa na dhehebu nyingi za uongo. Kwa hivyo ni wachache tu ambao wanatawaliwa na huo ufalme wa mbinguni. Bali itafika wakati kama vile ambavyo tumesoma, ufalme wa mbinguni utasimamishwa duniani kote.
Hivyo ndivyo tumesikia, na falme zilizoko sasa zitapata kuvujavujwa na kuondolewa. Kwa nini mwana wa Mungu Yahshua Masihi akaja? Tusome Yohana 18:37. Kwa nini? Ni kazi gani ambayo ilifanya akuje? Yohana Mtakatifu 18 mstari wake ni wa 37. Sababu iliyomfanya baba wetu amtume mwanawe duniani. Sababu moja tulisoma wakati huo mwingine tukasikia, ni ili awaokoe wanadamu. Lakini pia kuna sababu nyingine. Hebu tusome. Katika Yohana 18 mstari wa 37. Inasema basi Pilato akamwambia hapo. Basi Pilato akamwambia, wewe umfalme basi? Yahshua akajibu, wewe wasema, kwa kuwa mimi ni mfalme. Mimi nimezaliwa kwa ajili ya haya, na kwa ajili ya haya mimi nilikuja ulimwenguni, ili nishuhudie kweli. Kila aliye wa kweli, wa hiyo kweli, hunisikia sauti yangu. Yes. Kwa hivyo Yahshua Masihi mwana wa Mungu alikuja duniani akiwa mfalme. Yeye ni mfalme. Na ndio akaulizwa na Pilato, wewe umfalme? Hakujikana. Alisema yeye ni mfalme. Umesema mimi ni mfalme. Na akasema ndio sababu alizaliwa kwa ajili ya hiyo, kuwa mfalme. Na pia ashuhudie ukweli. Na yule ambaye ni wa kweli atasikia sauti ya Yahshua mwana wa Mungu. Kwa hivyo kama wewe ni wa kweli, utasikia hii sauti. Utakubali hii mafundisho. Na Baba atakusaidia, utajitayarisha katika ufalme unaokuja. Hata nami najitayarisha katika huo ufalme. Na naamini tutatawala pamoja naye. Hakika Yahshua atakuja kutawala duniani mote. Na atatawala na akina nani? Danieli 7:27. Yahshua Masihi ni mwana wa Mungu, na pia ni mwokozi, na pia ni mfalme. Tumesikia. Ndio sababu alizaliwa. Atakuja kutawala duniani. Huo ufalme ambao tumesikia utasimamishwa duniani. Na atatawala na akina nani? Danieli 7:27 inasemaje? Danieli 7:27 inasema hivi. Na ufalme na mamlaka na ukuu na ufalme chini ya mbingu zote watapewa watu wa watakatifu wake aliye juu. Ufalme wake ni ufalme wa milele, na wote wenye mamlaka watamtumikia na kumtii. Yes. Tumesikia falme zote, mamlaka, ukuu wote chini ya mbingu zote. Hiyo ni kusema duniani. Chini ya mbingu zote watapewa watu watakatifu wake aliye juu. Ufalme wake ni ufalme wa milele, na wote wenye mamlaka watamtumikia na kumtii. Kwa hivyo ufalme huo unaokuja wa amani, Yahshua Masihi mwana wa Mungu ndiye atakaye tawala pamoja na watakatifu. Watakatifu ni akina nani kulingana na Biblia? Watakatifu ni wale ambao wanatii amri za Baba pamoja na kushika imani ya Yahshua. Hebu tusome hiyo. Ufunuo Yohana 14 mstari wa 12. Maana kumekuwa na mafunzo mengi duniani kuwa mtu anakuwa mtakatifu akikufa, lakini si hivyo. Biblia inaonyesha yule ambaye anatii amri za Baba pamoja na kuwa na imani ya mwana wa Mungu Yahshua Masihi, huyo ndiye mtakatifu. Na huyo ndiye anaandaliwa ili akatawale pamoja na Yahshua Masihi wakati atakaporudi mara ya pili, maana atarudi mara ya pili. Ufunuo Yohana 14 mstari wa 12. Tusikie watakatifu ni akina nani. Ufunuo Yohana 14:12 inasema hivi. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hawa zishikao amri za Mungu na imani ya Masihi. Yes. Hapa ndipo penye subira ya 6 and 7. Yes. Inasema hivi 6 and 7 Isaya 9, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Yes, mstari wa 7. Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe. Katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake, kuudhibitisha na kuutegemeza kwa hukumu na kwa haki.
tangu sasa na hata milele. Wivu wa Elohim wa majeshi ndio utakaotenda hayo. Yes. Wivu wa Bwana wetu wa majeshi, Elohim wa Israeli, ndio utakaotenda hayo. Mtoto amezaliwa na alizaliwa, na ambaye ndiye Yashua. Tumepewa mtoto mwanamume ambaye tunasikia uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Naye ataitwa jina lake Mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Kwa hivyo Yashua hata kabla azaliwe ilikuwa imetabiriwa atakuwa mfalme wa amani. Uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, na maongeo yake tumesikia itakuwa tu ya amani. Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe. Atatawala katika kiti cha enzi cha baba yake Daudi. Kwa hivyo Yashua Masihi alizaliwa kuwa mfalme na pia ni mwokozi. Kwa hivyo ufalme wake unaendelea hata sasa, lakini kuna wakati Baba wa mbinguni amesema atatimiza huo ufalme, utajaa duniani mwote. Atatawala kwa muda gani? Ufunuo Yohana 20 mstari wake ni 4 hadi 6. Atatawala kwa muda mgani? Ufalme ni wa milele, yes, lakini atatawala kwa muda mgani? Hebu tusikie. Ufunuo Yohana 20 mstari wake ni 4 hadi 6. Ufunuo Yohana 20 mstari wa 4 hadi 6 inasema, kisha nikaona viti vya enzi, wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu. Nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yashua na kwa ajili ya neno la Elohim, na hao wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao, nao wakawa hai, wakatawala pamoja naye na Masihi miaka 1000. Hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Elohim na wa Masihi, nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000. Asante. Watatawala pamoja na Masihi hiyo miaka 1000. Kwa hivyo baada ya ufufuo wa kwanza, hapo ndipo ufalme huo utaanza. Na tumesikia Masihi Yashua mwana wa Mungu ambaye ndiye mwokozi wetu atatawala pamoja na watakatifu, hata wale ambao waliuawa kwa ajili ya hii neno. Tumesikia hata hao watafufuka na watatawala pamoja na Yashua muda wa miaka 1000. Ni huo tu ufalme ambao Baba alisema atausimamisha duniani na utatawala milele. Kwa hivyo Yashua mwana wa Mungu atapewa muda wa miaka 1000, atawale yeye pamoja na watakatifu. Na tulisikia watakatifu ni waumini ambao wanazishika amri za Baba pamoja na imani ya Yashua, pamoja na mafundisho ya imani ya mwana wa Mungu ambaye ndiye Yashua. Na tukasikia baada ya miaka 1000 hao wengine ambao hawatakuwa katika huo ufalme ndio watafufuka, na wakifufuka waelekezwe katika hukumu. Baada ya hukumu wawekewe katika ziwa lile la moto, wapate kufikia ile mauti ya pili. Hiyo tutasoma wakati mwingine, wakati wake ukifika. Lakini siku ya leo sana sana tuko katika ufalme unaokuja ambao ndio amani. Kwa hivyo tumesikia kuna mfalme ambaye ataleta amani duniani na ambaye ndiye Yashua Masihi mwokozi wetu. Atatawala pamoja na watakatifu na atatawala muda wa miaka 1000. Ni wakati gani huo? Ni wakati gani huo? Ufunuo Yohana 11 mstari wake ni wa 15. Msomaji utatusomea. Ufunuo Yohana 11 mstari wake ni wa 15. Tusikie ni wakati gani huo ambao Yashua mwana wa Mungu atatawala duniani mwote pamoja na watakatifu baada ya ufufuo wa kwanza. Hebu tusikie. Biblia inasemaje? Ufunuo Yohana 11 mstari wake ni wa 15. 11 mstari wa 15. Yes. Inasema hivi: malaika wa 7 akapiga baragumu, pakawa na sauti kuu katika mbingu zikisema, ufalme wa dunia umekwisha kuwa ufalme wa milele wa Elohim mkuu wetu na wa Masihi wake, naye atamiliki hata milele na milele. Yes. Kwa hivyo ni wakati malaika atapiga baragumu. Malaika wa 7. Malaika wa mwisho atakapopiga baragumu,
tumesikia kukasikika sauti kutoka mbinguni zikisema, ufalme wa dunia umekwisha kuwa wa Bwana. Ufalme wa dunia umekwisha kuwa wa Masihi wake, naye atamiliki hata milele na milele. Kwa hivyo wakati huo, kwa hivyo itafika wakati shetani ataondolewa pamoja na wote ambao wameshika mateka, wote waondolewe, ili Masihi Yashua mwana wa Mungu atawale pamoja na watakatifu. Na huo ufalme ni wa milele, bali Masihi pamoja na watakatifu watatawala muda wa miaka 1000. Hiyo ni Biblia inaendelea kutufunza hivyo. Na tumesikia ni ufalme wa dunia. Kwa hivyo si kuenda mbinguni. Kwa hivyo hiyo mafundisho ya kuenda mbinguni ni mafundisho ambayo imepotoka. Tangu tulipoanza kusoma, tunasikia ufalme ni wa Mungu, ufalme ni wa mbinguni, na unakuja kusimamishwa duniani kote. Na tumesikia ni wa milele. Kwa hivyo hakuna mahali tumesikia tunaenda kutawala mbinguni, bali ufalme ni wa mbinguni, lakini utasimamishwa duniani, utawale katika dunia yote. Haya, ilikuwa ni wakati gani? Ndio tulikuwa tunasoma hapo. Pia Waibrania 9 mstari wake ni wa 28 inaonesha ni wakati gani. Tumesikia mara ya kwanza, tumesikia ni wakati malaika wa 7 atapiga baragumu. Tukasikia sauti ikisema, ufalme wa dunia umekwisha kuwa wa Bwana, umekwisha kuwa wa Yashua Masihi Bwana wetu, naye atamiliki, atatawala milele. Hebu tusikie Waibrania pia 9 mstari wake wa 28. Waibrania 9:28 inasema, kadhalika Masihi naye akisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Yes, kadhalika. Kwa hivyo Masihi alitolewa mara ya kwanza, akatoa sadaka ili asichukue dhambi za watu wengi. Lakini mara ya pili tumesikia atatokea pasipo dhambi. Hapo hakuna kuongea mambo ya dhambi sasa. Tumesikia ni wale ambao watakuwa kimtazamia kwa wokovu ndiye atatokea mara ya pili. Kwa hivyo mara ya kwanza alikuja akiwa mwokozi ili aokoe watu kutoka kwa dhambi, lakini mara ya pili atakuja ili atawale pamoja na wale ambao wanamtazamia katika wokovu. Je, wewe unamtazamia Bwana Yashua? Je, wewe umejitayarisha katika huo ufalme unaokuja? Maana ni ufalme wa amani ambao utamaliza shida zote duniani. Maana wale ambao wanatawala sasa hawajaweza kumaliza hizo shida zote. Binadamu wamekubwa na mashida baada ya mashida yani mashida mingi. Lakini huyu Yashua ndiye atakuja kumaliza hizo shida zote na kuwe na ufalme wa amani duniani kote. Utakuwa wa amani kweli? Hebu tusikie. Imetabiriwa zaidi vile huo ufalme utakuwa na wa amani. Mambo hatujaiona. Katika Isaya 65, Isaiah 65 verse 25. Ilitabiriwa vile kutakuwa hivyo. Maana yeye aliyesema huwa anasema na anatenda. Hebu tusikie Isaiah 65 verse 25 vile kutakuwa katika huo ufalme. Katika Isaiah 65 mstari wa 25 inasema, mbwa mwitu na mwanakondoo watalisha pamoja, na simba atakula majani kama ng'ombe, na mavumbi yatakuwa chakula cha nyoka. Hawatamdhuru wala kuharibu katika mlima wangu mtakatifu wote, asema Bwana. Yes. Kwa hivyo ilikuwa imetabiriwa. Kuna wakati mbwa mwitu na mwana kondoo watakula pamoja. Hiyo jambo haijaionekana. Maana dunia ya sasa, mbwa mwitu akiwekwa pamoja na mwana kondoo, mbwa mwitu atakula mwana kondoo. Lakini tumesikia wakati huo watakula pamoja. Simba atakula majani kama ng'ombe. Saa hii ukiweka ng'ombe pamoja na simba, simba atamkula ng'ombe. Hata binadamu ukienda kwa simba kukae vibaya, hata yeye atakukula. Lakini wakati ule, kwa sababu utakuwa ni ufalme wa amani, hata simba mwenyewe hata kula nyama, hata dhuru, hata haribu, atakula majani kama ng'ombe. Haya, tumesikia pia nyoka naye mavumbi yatakuwa chakula ya nyoka. Hawatadhuru wala kuharibu katika huo ufalme. Hivyo ndivyo Biblia inasema, na ni Baba anasema, asema Bwana akitumia kinywa cha Isaia. Kwa hivyo hakika itakuwa ni ufalme wa amani. Mika 4 mstari wa 3,
nikiendelea kumalizia Mika 4 mstari wa 3, tusikie ushahidi ya kuwa huo ufalme ni kweli utakuwa ni ufalme wa amani. Kitabu cha Mika 4 mstari wa 3. Mika 4 mstari wa 3 inasema, naye atafanya hukumu kati ya watu wa kabila nyingi, naye atawakemea mataifa wenye nguvu walio mbali, nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundu. Taifa halitainua upanga juu ya taifa lingine, wala hawatajifunza vita tena kamwe. Yes, kwa hivyo imetabiriwa hata vita itaisha. Tumesikia hawatajifunza vita tena kamwe. Hakuna taifa litainukia taifa lingine. Hivyo ndivyo Biblia inasema. Hata vitu za vita zitabadilishwa ziwe vitu za kufanya kazi katika shamba. Tumesikia mikuki itabadilishwa iwe nini? Tumesikia panga zao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundu. Kwa hivyo ina maana vitu zote za vita sasa zitabadilishwa ziwe vitu za kufanya kazi nazo kwa shamba. Kwa hivyo vita pia itaisha. Hakuna taifa litainukia lingine tena. Kwa hivyo utakuwa ni ufalme wa amani. Kwa hivyo kuna thibitisho nyingi katika Biblia ambazo zitaonyesha huo ufalme utakuwa ni ufalme wa amani ambao unaokuja. Swali ni je, wewe unajitayarisha? Wewe uko tayari kuingia katika huo ufalme na kuona huo ufalme? Wakati huo mwingine tulisoma nani ataingia, nani ataona huo ufalme. Kuna hatua tulisoma ambayo ni ya muhimu sana na tutarudia hiyo andiko moja. Yohana 3 mstari wake ni wa 3 na wa 5. Yule atakayeona huo ufalme na atakayeingia, njia moja ya kujitayarisha ni gani? Hebu tusikie. Yohana 3 mstari wa 3 twende mpaka 5. Na Luke 5. Na Luke 5. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Elohim. 5. Yesu akajibu, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Elohim. Yes, kwa hivyo jambo moja ambalo ni la muhimu ili ukauone huo ufalme na uingie ni kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa aje? Uzaliwe kwa maji na kwa roho, ambayo tulisoma ile topic ya ubatizo wa kweli. Bila hiyo ubatizo wa kweli hautauona huo ufalme na hata hautauingia. Tulisikia wale hawatauona na hawatauingia wataondolewa, watateketezwa kwa moto pamoja na shetani ibilisi. Kwa hivyo ni vizuri, na ndio maana tunakuwa Baba ametupea hii nafasi ili kila mmoja ajitayarishe, maana ni mapenzi ya Baba kila mmoja aokoke apate kuingia katika ufalme wake. Nini ingine ambayo itafanya mtu kuingia katika ule ufalme? Mathayo 19 16 17. Mtu mmoja akamwendea Yashua mwana wa Mungu akamuuliza, na huko ndiko kuna uzima wa milele? Akauliza, hebu tusikie Mathayo 19 16 na 17. Mathayo 19 16 na 17 inasema, natazama mtu mmoja akamwendea akamwambia, mwalimu, nitende jambo gani jema ili nipate uzima wa milele? Akamwambia, kwani kuniuliza habari ya wema? Aliye mwema ni mmoja, lakini ukitaka kuingia katika uzima zishike amri. Yes. Aliye mwema ni mmoja, Baba wetu wa mbinguni, Elohim wa Israeli. Lakini ukitaka kuingia uzimani zishike amri. Ndio maana tulisikia wale ambao watatawala pamoja na Yashua mfalme, mwana wa Mungu, mwokozi wetu, ni wale ambao ni watakatifu, wale wazishikao amri za Baba na kuwa na imani ya Yashua, kuwa na mafundisho ya Yashua. Hao ndio watakao tawala pamoja na Yashua. Hao ndio watakao uona ufalme na waingie. Kwa hivyo ukitaka kuingia uzimani zishike amri. Na ni kweli, ni nani hawataingia? Ni nani hawatauona? 1 Corinthians 6 verse 9 and 10. Usidanganyike. Ni nani ataingia, ni nani hataingia katika huo ufalme? Paulo akinenea kanisa la Wakorintho alitaja hayo. Na hata pia nasi tunajulishwa haya. Usidanganyike. Kama utaishi kwa dhambi, hutauona ufalme na utaingia.
Wakorintho wa kwanza 6 mstari wake ni wa 9 na wa 10. Wakorintho wa kwanza 6 mstari wa 9 na wa 10. Inasema hivi: au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Elohim? Msinaganyike. Waasherati hawataurithi ufalme wa Elohim, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafiraji, wala walawiti, wala wevi, wala watamanio, wala walevi, wala watukanaji, wala wanyang'anyi. Yes, usidanganyike. Wale watu wanaotenda hayo mambo yote, hakuna yule atarithi ufalme wa Mungu, hata kuona, hata kuingia. Kwa hivyo ndio maana Yashua mwana wa Mungu alipoanza kuhubiri alisema, tubuni mkaiamini Injili, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Na tena ufuate hatua hizo zingine zote. Ukitubu, ukiamini, ubatizwe, utaokoka. Na utakuwa na kibali kuona ufalme wa Mungu na hata kuingia. Na utaingia kuanzia sasa. Lakini wakati ule sasa, huo ufalme utatawala duniani mote. Utakuwa pia mfalme na wewe, utatawala pamoja na Yashua mwana wa Mungu. Kwa hivyo mimi nitamalizia pale nikisema Baba wetu wa mbinguni awabariki, na kwa mapenzi yake tutaonana tena, tutaendelea kulisoma neno na hata kulitafakari, naye Baba wa mbinguni azidi kutufunulia na kutubariki. Barikiweni sana. Shalom, shalom.